Aprili 5, 2026 ni sikukuu ya Pasaka ulimwenguni, ambapo Wakristo tunasherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa desturi, Mwanakwetu huwa tayarishi makala yoyote, maana hutoa nafasi ili Wakristo wenzake wausikie ujumbe wa Pasaka ambao mara nyingi hutolewa na maaskofu kutoka majimbo na dayosisi mbalimbali tangu siku ile ya Ijumaa Kuu, hata kama jimbo fulani ni wavivu wa kutumia vyombo vya habari, lakini wakati wa Pasaka hilo hufanyika vizuri sana. Hapa makala za Mwanakwetu zinakuwa likizo. Siku hii, mara baada ya Mwanakwetu kusali na kurudi anapoishi, aliwasiliana na rafiki yake wa miaka mingi, huku walizungumza mambo mengi, na ndani ya mjadala huo kulikuwa na jambo ambalo linagusa ustawi wa maisha ya Mtanzania mmoja mmoja kwa mwaka wa 2026. Jambo hili likamsukuma Mwanakwetu kuamua kuyatayarisha makala haya. Mdomoni ponza kichwa, chunga sana kinywa chako, usinene mabaya, usinene mabaya, baraka upate baraka. Kesho yatakuzunguka wewe, ukimtupa mwenzio kwenye kivuli, kesho mwanga utakukosa tena. Ukicheka machozi ya jirani, ukilia nani atabaki? Kile unachokisema kwa hasira kinarudi moyoni, kinapunguza pole pole. Wewe sema sema, ukisema sema kwa upendo. Wewe kata tamaa ya laana, ukimwaga uchungu Kwa yule msikilizaji wa makala za Mwanakwetu kwa miaka mingi, hili analifahamu vizuri, lakini msikilizaji mpya, hilo naomba ufahamu kuwa wakati wa sikukuu za kanisa, Mwanakwetu kalamu yake huwa anaiweka chini. Leo Mwanakwetu kalamu yake inaandika. Mwanakwetu alimuuliza huyu ndugu yake ambaye ni daktari wa falsafa, ambaye amefundisha vyuo vikuu kadhaa nchini Tanzania, huku aliwahi kuwa kiongozi ngazi ya halmashauri na mkoa, juu ya changamoto ya mafuta kupanda nchini Tanzania. Shida ni nini? Ndugu huyu aliyajibu haya. Walifanyaje? Walirotana nadhani. Wakiwa wanatangaza ile, ukiangalia tangazo lake alikuwa anasema, Mheshimiwa Waziri, tumejiridhisha 1, 2, 3, tumefuatilia 4, 5, 6, na sisi tuko imara kabisa. Tumepata takwimu za magala yetu yote, kwa sababu wale wakawa wanatuma taarifa za kutoka kwenye kila gala. Kila mwagizaji wa bulk anasema by 31st March mafuta sisi tunayo lita kadhaa, by this time sisi tumebaki na lita kadhaa. Na baadaye wakampa zile hesabu kwamba petroli inatumika lita ngapi kwa siku, diesel inatumika lita ngapi kwa siku, mafuta ya taa lita ngapi kwa siku, mafuta ya ndege lita ngapi kwa siku. Baada ya kumaliza ile hesabu alivyoikokotoa, wakakubaliana kwamba kwa hesabu hii na lita zilizoko, basi tuna safety ya miezi 3 ijayo. Lakini lojiki ya mafuta, biashara ile, lojiki yake haifanyiki kwa mtu kukokotoa lojiki alionayo kichwani. Yaani biashara ile haiendi na formula ya kwamba kama tuna stock 3 months to come, kwa nini sasa hivi bei iende juu? Kwenye biashara ya mafuta logic hiyo haiapply kama watu wanavyofikiria. Ni sawa na kama vile huku shule za sekondari na msingi ulivyosoma hata university, kuna vitu unatoa kama formula kwamba wewe tumia formula hii kufikia jibu hili, lakini wewe huwezi kwenda kuuliza kwa nini formula hii imeandaliwa hivi. Wewe inabidi uchukue formula kwa hao wataalamu walivyoandaa, uplug kwenye eneo lako, alafu uone majibu. Lakini huwezi kwenda kuuliza kwa nini formula hii ni x is equal to y minus b.
hayo yameshafanyiwa thinking ya kina na watu wengine. Wewe unaichukua kama ilivyo, unapata. Ni sasa na sasa hivi mtu anakuletea gari alafu kwa nini gari hii imewekwa steering upande wa kulia isiweke kushoto? Kwa nini sehemu ya gear imewekwa hivi? Hayo yalishafanywa na watu wengine. Wewe sasa hivi ni kukamle ndani kuendesha gari kupeleke point A point B basi. Sasa formula hizo, vita vikitokea duniani, rasipi ya mafuta ikitokea duniani, wewe raia wa kawaida utafikiria logically, kwa sababu sisi tunafikiria kwa kutumia logic ili tufikie conclusion. Kwenye mafuta hiyo logic huwa inakataa. Unatumia applicable logic ambayo imeshakubalika duniani kwamba vita vikianza sehemu yoyote ambapo mafuta yanazalishwa, immediately nyie huku mnatangaza bei iliyoko kule sokoni. Hiyo ndio concept ya hiyo biashara. Hiyo biashara hata siku moja ifanywe kwa logic ile ya deduction ya kibinadamu na mtu ambao ni common man. Wengi unakuta wanauliza kama tulikuwa tuna stock ya miezi mitatu, kwa nini bei iongezeke kwa 1,000? Huko kwenu Msoma mnakuta sasa tayari zinaenda kwenye 4,000 per liter. Sasa mnataka mfanye reasoning, kama stock ipo ya miezi mitatu, kwa nini iende? Hiyo logic haiwi applicable kwenye hiyo biashara hiyo. Hiyo biashara inaula yake ilishatengenezwa huko. Wewe unaichukua, unaiplug pale kwenye mazingira yenu, inakupa solution. Ikishakupa solution, hiyo ndio kinachofanyika. Kwa maelezo haya Mwanakwetu anaona kuwa inaonekana wazi kuwa wakati aliyekuwa mkurugenzi wa EWURA Dr. CPA James Andilile Mwainyakulle anaongea, waziri mwenye dhamana na nishati nchini Tanzania ndugu Deogratias John Njidembi alikuwepo, na ndiyo maana aliyekuwa mkurugenzi wa EWURA alikuwa akirudia sana maneno haya mawili, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri, huku utenguzi wa Dr. Mwainyakulle peke yake ni kana kwamba kumuonea. Vipi mbona waziri mwenye dhamana anabaki kuwa salama wakati haya yakizungumzwa yeye alikuwepo? Kwa wale ambao hawamfahamu, huyu waziri Njidembi ni mchanganyiko wa mama kutoka Zanzibar na baba yake ni Mgogo wa Chamwino. Wale wenyeji wa Chamwino Ikulu kwa asili huwa wanasema maneno haya, Deo Njidembi sio Mnyausi bali ni Mkonongo. Maneno haya huzungumzwa kwa Kigogo, hapo wakimaanisha kuwa waziri huyo sio Mgogo asilia bali ni mchanganyiko, yani ni mgeni. Haya msikilizaji wangu, juu ya Deo Njidembi yalimjia akilini tu Mwanakwetu wakati anaongea na simu hiyo. Mwanakwetu akamuuliza msomi huyu kuwa kama hali ya mafuta ni hivyo, sasa kipi cha kufanya kwa taifa la Tanzania? Msomi huyu alijibu kwa haya: ambacho huwa kinafanyika na adopt similar solution kwenye context ambazo zinafanana na za kwetu. Namibia wako kwenye similar context, hapo Malawi, Zambia wako kwenye similar context. Ukienda Ufaransa wako kwenye same situation tulionayo sisi, ambapo wao pia scarcity imeingia pale Ufaransa kama one of the European countries. Lakini wao rais wao alichokifanya, rais wao ameongea na uongozi ulioko sasa hivi wa Iran, na mafuta yamepita Strait of Hormuz, tankers 2 zimepeleka mafuta Ufaransa, na ndio nchi ya kwanza ndani ya European Union kupata kibali kutoka kwenye serikali ya Iran na kupata permission kupita kwenye Strait of Hormuz kupeleka. Nchi kama Namibia walichokifanya, wao wametoa ruzuku ya kuprotect wananchi. Sasa wao utampa kina nani? Kwa sababu kama sisi wote tumeingia kwenye bulk procurement, wako matajiri 6 hapa compete, wakawa na mitaji yao, wameingia kwenye mkataba na serikali, watakuwa wanaagiza mafuta pamoja, alafu watu wengine wanafanya usambazaji. Biashara yetu sisi iko hivi, hawa bulk procurers wana mitaji yao, wanaingiza mafuta kwa demand ya nchi kwa pamoja. Wakishaingiza mafuta kwa pamoja, wanalipa hela kule in terms of dollar, mafuta yetu yanaingia hapa, wao wana reservoirs hizi tanki zao. Alafu kuna kundi lingine ambao wale wanaitwa distributors, wao wako hapo katikati kufanya distribution kati ya wholesaler na retailer. Alafu hapo mwisho ndo kuna hawa retailers ambao sasa wao wanauzia wananchi.
Jambo jepesi kwa Tanzania kwa sasa ni kulingana na msemo huu ni kutoa ruzuku kwa wafanyabiashara wakubwa wa mafuta. Je, Tanzania inalifikiaje hili? Mwaka wa fedha unaisha, budget zile allocation nyingi zimeshaenda, imebaki kwota ya mwisho ambayo imebaki miezi mitatu. Fact sio mitatu, miwili, na to be specific imebaki siku 60 ongeza siku 25. Kwa hiyo we only have 85 days. Within 85 days, kumbuka zile allocation nyingi zimeshaenda. Zile budget tulizopanga zile za kukusanya kisheria, kusanya kisheria kiasi hichi, tumia kisheria, tutatumia kisheria kiasi hichi. Sasa yale makusanya 80% yameshaondoka na yameshatumika. Tumebaki na 20% kwa kumaliza hizi siku 85. Je, tuende kwenye budget reallocation? Kufanya hivyo ni kuangalia sasa wapi ambapo pakato ili ile isiende hiyo bilioni 100, bilioni 200 ambao wale watakuwa wafanyabiashara wa bulk procurement watakuwa wanahitaji kama ruzuku au compensation ya hela yao. Kiasi hicho kama ni 200 billion itatoka wapi na wapi ambapo pasipelekwe hela? Ni kwamba hizo allocations zilishafanywa kwa mwaka huu na watu walishajipanga hivyo, na sheria ilishapita bungeni kwamba hizi ndio hela mtakazo kusanya kutoka kwenye uchumi, na haya ndio maeneo mtakayo yatumia kwenye hizi hela mlizokusanya. Kumbuka ile budget ni sheria, mnakusanya hivi kisheria na mnatumia hivi kisheria. Sasa tunapoenda kufanya reallocation hizo, inamaanisha yale maeneo ambayo yalishapangwa kwenda kutumika kisheria twende tukayavunje. Kumbuka kuna kitu kule kinaitwa finance bill. Ile finance bill ni hela unaenda kuitumia wapi. Ndio maana ya finance bill. Ilishapita sheria yake mwaka jana mwezi wa 7. Ile iliyopita leo hii kwenda kuitengua, si unaenda kuitengulia bungeni. Kwa hiyo lazima waziri mkuu apeleke hiyo order bungeni. Kutokana na hii dharura tunatengua ile sheria finance bill ile pitisha mwezi wa 7. Tunatengeneza finance bill ya marekebisho ya kwamba bilioni 200 au 300 tunawapelekea hawa wafanyabiashara 5 wanaoagizia mafuta. Isiende tena pale kwenye ofisi ya rasi Musoma, isiende ofisi ya rasi Mtwara, isiende ofisi ya rasi kwingineko huku, isiende kwenye ofisi ya waziri mkuu. Yaani lazima ziokotwe huko. Zikishaokotwa huko inapelekewa kwa wale mabulk procurers, alafu wao wanashusha bei, wananchi hapo wanapata unafuu mafuta. Otherwise balozi wetu wa Iran yuko hapa nchini anayetuwakilisha serikali kupitia kwa Kombo, waziri wetu wa mambo ya nje, aende pale apige maneno, bwana vipi safi pale Strait of Hormuz sisi tunapitaje? Kwa sababu kinachopelekea sisi huku kupata scarcity na bei kupanda, Strait of Hormuz haipitiki. Mtu akipitisha tenka la mafuta pale, likatumwa drone moja likaigonga ile tenka, limepotea na mafuta yake yote yamepotea. Hasara hiyo nani ataingia? Kwa hiyo anaenda kwa balozi wetu wa Iran, anazungumza, bwana sisi kwenye ile vita kule hatupo, hebu tufanyie mpango pale na uongozi ambao umebaki pale. Kuna meja fulani, kuna colonel fulani, bwana sisi zetu zinazokuja huku Tanzania ziko hizo mbili, tunaomba mziruhusu zije huku, na vile vile muipe ulinzi.
msikilizaji wangu, ni mawazo ya Watanzania ambao wapo serikalini. Hoja ni moja, haya ni mawazo mazuri ili yaweze kutumika. Lazima huyu anaitwa hoja hizo umpe nafasi. Lazima kwanza utambue uwezo wake. Ukishafanya hivyo umpe nafasi ili uweze kumtumia, lakini vinginevyo Watanzania tutabaki pale pale. Unatumia nyingine hivi, kwa mfano kama Cuba si Urusi imepeleka pale teka 2 jana zaidi ya kule za mafuta, kwa sababu Marekani alikata mafuta yote isitoke Venezuela kwenda Cuba. Baada ya kukata mafuta yote isitoke Venezuela kwenda Cuba, ili wale wananchi wa Cuba wa raise up against uongozi wa pale, chini uongozi wa pale. Sasa kutokana na hayo wakakosa mafuta. Sasa hivi blackout Cuba karibia kila siku masaa 10-11. Mrusi ndio juzi kapeleka meli 2 zilizojaa mafuta Cuba. Sisi huku diplomasi lazima itumike, lazima Waziri Komba angalie. Mfaransa mbona amemtumia balozi wao pale, naenda pale Irani, amekaa chini ameongea nao, tanka 2 zimeingia pale Ufaransa. Imerahisisha maisha. Alternatively tufanye kama Namibia, tufanye budget reallocation. Hii bunge sinaendelea, haki bunge linaendelea pale, kipo kikao cha dharura cha kuizen bei ya mafuta nchini. Waziri mkuu awasilishe paper aombe budget reallocation. Budget reallocation ikifanyika inatafutwa milioni 100. Kuna kipindi hapa nyuma hichi kitu kilifanyika, kipindi cha Magufuli. Baada budget reallocation tukawapa aidha watu wa sukari au wao wa mafuta 100 billion. Swali peo na bei ikashuka. Sasa budget reallocation haikwepeki. Sababu sasa ukichukua 20,000 au 30 ukaenda kwenye vituo vyetu vya mafuta Dar es Salaam unapata lita 5. Kitu ambacho mwanzoni ulikuwa unapata lita 8, 10. Ghafla imeshuka kwa kiasi hicho. Yaani yale unalipa nyingi, mafuta yanakuwa madogo kwenye gari. Hiyo inaenda kuzuia economic activity. Yaani shughuli zilizokuwa unahitaji ufanye sasa hivi hapa Bagamoyo, hapa Posta, wapi unashindwa, zile movement zimepungua kwa sababu kipato kimebaki kile kile. Sio afurahi fulani mwingine kumuumiza, zuri liwe zuri ni la Mungu kumpendeza. Sio afurahi fulani mwingine kumuumiza. Ulimwengu wangu umezingua ulipodanganya kwa mafuta yako ya kutosha. Pole pia na wewe ulitaka upewe ulinzi kama rais wakati wewe mbunge. Anasema nini siku ya leo? Mambo ya msingi kwa leo ni mawili tu: kupeleka hoja bungeni ili kuwapa ruzuku hawa matajiri, na hili ni jukumu la waziri mkuu. Hapa tunafanya kama walivyofanya Namibia. Jambo la pili na la mwisho kwa leo ni waziri wa mambo ya kigeni apige mdomo na Irani kama walivyofanya Ufaransa. Kinyume chake ni hatari mno. Ulimwengu wangu umezingua ulipodanganya kwa mafuta yako ya kutosha. Pole pia na wewe ulitaka upewe ulinzi kama rais wakati wewe mbunge. Msikilizaji wangu, kumbuka leo ni sikukuu ya kufufuka Bwana wetu Yesu Kristo. Ngoja mie nile pilau yangu ya Pasaka. Mwana kwetu upo, kumbuka ngoja mie nile pilau yangu ya Pasaka. Ulimwengu wangu umezingua ulipodanganya kwa mafuta yako ya kutosha.
Pole pia na wewe ulitaka upewe ulinzi kama rais wakati wewe mbunge. Jina langu ni Adeladius Makwega na kutakia siku njema.